mnafahamu shule bora inafanya kazi katika mikoa 9 ambayo katika eneo la elimu inaonekana bado iko chini kidogo. Sasa na sisi ni mojawapo. Sasa kwa mantiki hiyo kwamba inafanya kazi katika mikoa ambayo kielimu iko duni, maana yake hiyo sio sifa nzuri, si ndio? Sio sifa nzuri hata kidogo. Kwa hiyo lengo la wao kushusha fedha huku kwetu kuendesha mafunzo haya, kuboresha elimu ni kututaka kuona tunatoka huko chini. Sasa wa kututoa huko chini ni nani? Ni sisi walimu. Sawa eh? Tukipokea mafunzo haya ya siku 4 tukaondoka na kwenda kukaa kwenye vituo vyetu bila kuyafanyia kazi, hatutatimiza malengo ya shule bora ya kututoa huko chini, si ndio jamani? Wanafanya kazi katika eneo la learning and teaching ambalo ndio hili sasa, kuhakikisha tunaboresha huduma za ufundishaji na ujifunzaji, kuhakikisha tunawasaidia watoto wetu kuweza kufaulu katika masomo ambayo wanafanya vibaya zaidi katika mitihani ya taifa, ikiwemo na hisabati. Ninyi ni walimu, mnafahamu masomo ambayo yanaongoza kwa kufirisha, si ndio? Hisabati, English na sayansi. Nafikiri English walishapata huko nyuma. Walishapata. Kwa hiyo kwa sehemu kubwa tunadili na haya masomo ambayo ni tatizo kwa watoto wetu. Sasa kama tunayapata tukashindwa kwenda kuwashirikisha wenzetu kule vituoni, tukajipanga kwa kuweka mikakati ya kuona ni namna gani tunatoka huku chini ili tuweze kuinuka, maana yake hizo fedha zinazotolewa na shule bora zitakuwa zinakwenda bure, si ndio? Wametoa fedha nyingi sana. Kwa mfano kwa bajeti hii ambayo tunakwenda kuiandaa, wametenga shilingi milioni 150. Sasa mtu anakupa milioni 150 halafu unaendelea kuwa katika zile mikoa 4 ya mwisho na wewe huko. Atapendezwa na jambo la namna hiyo? Hawezi kupendezwa nalo hata kidogo. Sio kwamba hizi fedha hao wafadhili wetu wa Uingereza hawakuwa na cha kuzifanyia, isipokuwa tu kwa mapenzi mema katika sekta ya elimu wanataka kuona positive changes kutoka katika hii mikoa, wanataka kuona positive changes kutoka kwetu ili wale watoto wa Tanzania tuweze kuwasaidia. Sawa jamani? Lakini jana amegusia na issue ya TEHAMA kidogo. Hilo ni eneo la pili ambalo pia wanalifanyia kazi. Sawa? Eneo la kwanza wanadili na learning and teaching, eneo la pili wanadili na masuala ya system strengthening, masuala ya matumizi ya TEHAMA, matumizi ya mifumo ili kurahisisha utendaji wetu wa kazi ukawe vizuri zaidi. Sasa kwa sababu mmekwisha pitishwa kwenye ile eneo kidogo kwa sehemu, namna gani TEHAMA inaweza kurahisisha utendaji wenu wa kazi, hilo nalo ni lengo kuu la shule bora kati ya yale malengo matatu. Kwa hiyo tukijikita na mbinu bora za ufundishaji, tukijikita na mbinu bora za ujifunzaji kwa watoto wetu, tukajikita kwenye matumizi sahihi ya TEHAMA katika kuhakikisha tunafanya vizuri, tutakuwa tunacheza na malengo yale matatu ya shule bora ambayo yanasababisha sasa huu mradi kuendelea kumiminika kwa fedha huku kwetu kila mwaka. Sawa? Eneo la 4 hilo ni la inclusion and safety. Sawa? Hii ni kwa wale watoto wenye mahitaji maalum. Namna gani nao tunakuwa tunawasaidia ili waweze kufanya nini? Waweze kujifunza. Namna gani tunaboresha miundombinu yao? Yaani process ya ujifunzaji wetu yote kwa ujumla, tusiwaache watoto wenye mahitaji maalum. Jamani, tukiangalia malengo yote matatu, tuna realize kwamba hawa watu wana mapenzi sana na sisi kama mkoa. Si ndio? Na tuna mikoa 26 lakini tumebahatika kupata hii bahati kwa mikoa 9 tu. Lakini nasema sio bahati, ni kama wanajaribu kuficha aibu tuliokuwa nayo katika eneo la elimu. Sawa jamani? Ndio maana nimesema sio sifa kuendelea kupokea zile fedha za shule bora kila mwaka. Na ni program ya miaka 5, si ndio mambo? Miaka 5 inakwenda mpaka 2027. Sawa? Baada ya 27 watatupima hii miaka 5 progress yetu ikoje. Sawa? Baada ya 27 watatupima hii miaka 5 progress yetu ikoje. Sawa? Baada ya 27 watatupima hii miaka 5 progress yetu ikoje. Sawa? Baada ya 27 watatupima hii miaka 5 progress yetu ikoje. Sawa? Baada ya 27 watatupima hii miaka 5 progress yetu ikoje. Sawa? Baada ya 27 watatupima hii miaka 5 progress yetu ikoje. Sawa? Baada ya 27 watatupima hii miaka 5 progress yetu ikoje. Sawa? Baada ya 27 watatupima hii miaka 5 progress yetu ikoje. Sawa? Baada ya 27 watatupima hii miaka 5 progress yetu ikoje. Sawa? Baada ya 27 watatupima hii miaka 5 progress yetu ikoje. Sawa? Baada ya 27 watatupima hii miaka 5 progress yetu ikoje. Sawa? Baada ya 27 watatupima hii miaka 5 progress yetu ikoje. Sawa? Baada ya 27 watatupima hii miaka 5 progress yetu ikoje. Sawa? Baada ya 27 watatup
Mtu anakuletea milioni 150, milioni 150, milioni 150 kwa miaka mitano, halafu anakuona bado unaning'inia kule chini. Itakuwa sio jambo jema sana. Sawa? Tumesema walimu nguvu moja, sauti. Mimi naamini tukisimama pamoja, tukashikamana, tukafanya kazi kwa pamoja, tutatoka huko chini. Sawa? Kwa nini mikoa ya wenzetu iweze? Majirani zetu Bai wanafanya vizuri sana kitaaluma. Kwenye top 3 za taifa hawatoki. Lakini mazingira ya Bai na mazingira ya Singida kuna tofauti gani? Tena sisi kwetu inaonekana tuna mazingira mazuri zaidi. Si ndio? Sasa tunaamini nguvu ya uwezeshaji ambayo tunaendelea kupewa, tusiende tukaifungia kabatini, tukaitumie. Wanasema knowledge is power. Sio unarudi tena pale shuleni kwako ulipotoka, ukajiona wewe ndio umepata mafunzo, basi ukajiona wewe ndio the best, utaki hata kuwashirikisha wenzako. Maana yake hutaisaidia shule yako. Sawa jamani? Umechukuliwa mafunzo walimu wa darasa la 3. Si ndio? Wa hisabati. Lakini kwa mwalimu wa hisabati anayefundisha darasa la 4 ambalo linaingia kwenye mtihani mwaka huu, ukimshirikisha hizi mbinu ulizozipata za ufundishaji wa somo la hisabati ili darasa la 4 tufanye vizuri, kuna dhambi? Kuna dhambi. Lakini tukiwa binafsi tukasema mimi darasa langu la 3, hizi nondo nilizopata na wapo watoto wangu wa darasa la 3 peke yao, mwisho wa siku impact ya hicho ulichokipata itakuja kuonekana baadaye sana, hata baada ya hii program kuwa imekwisha phase out. Sawa? Lengo la mratibu kutupitisha hapa, anataka kuona mabadiliko kuanzia sasa. Ndio maana tunawasisitiza tukirudi kwenye vituo vyetu vya kazi, tusijifungie na knowledge tulionayo. Sawa jamani? Tushirikishane. Tukishirikishana, tukapendana, tukafanya kazi kwa bidii, ili lengo la shule bora kuleta hizi fedha litafanikiwa. Tumeelewana? Bado mafunzo mengi yanakuja. Unaweza ukajikuta wewe ni mwalimu wa hisabati, lakini at the same time ni mwalimu wa Kiingereza. Tukamaliza semina ya hisabati, tukakuita tena kwenye Kiingereza. Unaelewa? Tukatoka kwenye Kiingereza, tukaita watu wa sayansi, nao wakaja wakapitishwa hivyo hivyo. Tusiwe binafsi. Sawa? Hiki tunachokipata hapa tukashirikishane sana na wenzetu. Na matumizi sahihi ya TEHAMA, frankly speaking, yatatusaidia sana katika ujifunzaji na ufundishaji. Tumeelewana? Juzi kuna mfadhili mmoja kutoka ofisi ya Rais ambaye alikuja kwa mkurugenzi, akatuita maafisa elimu. Ana dhamira ya kuleta kompyuta 200 kwa manispaa ya Singida. Na tulipita naye kwenye baadhi ya shule ili kuangalia mazingira, miundombinu jinsi ilivyo. Zile kompyuta zimekuwa fitted na kila kitu. Kila kitu. Past papers za mitihani ziko mure za kuanzia 1987 mpaka leo. Tumeelewana? Yaani alichokuwa nasema, akifanikiwa kuzileta na ninyi mkafanikiwa kuzitumia, issue ya ufundishaji na ujifunzaji itakuwa ni rahisi sana kwenu. Sawa sawa jamani? Hata masuala ya ufundishaji kwa practical, sisi mtoto atumie hiki alete hiki, kila kitu kimekisha kuwa summarized ndani ya zile program anazokuja nazo. Kwa hiyo tunapokuwa tunaendelea kutekeleza majukumu yetu, tujue kabisa TEHAMA haiepukiki. Matumizi ya TEHAMA hayaepukiki. Na haya matumizi ya TEHAMA yanaenda sambamba na ufaulu bora kwa wanafunzi. Na alijaribu kutupitisha hata katika mikoa inayofanya vizuri, na the way amewasaidia katika hizi program, kwa sababu ameanza na hiyo mikoa ambayo at least inafanya vizuri sana kitaaluma. Mikoa ya Dar es Salaam, mikoa ya Dodoma, na kote kwa mikoa sambaza. Sawa. Sasa kwa mapenzi hayo mkurugenzi alizungumza naye, akamuomba, akaja, tukazungumza naye, utayari wake tumempitisha katika hizo shule, ameona miundombinu yake iko sawa sawa, anakwenda kulifanyia kazi. Kwa hiyo naamini hizo desktop 200 zitakapokuja tukawa na centers zetu za mafunzo,
yatatusaidia sana katika ufundishaji wa watoto wetu, na hiyo ni kwa masomo yote. Sawa jamani? Ndio maana nataka muwe in touch kuanzia sasa na matumizi ya TEHAMA. Kwa hiyo alichokifundisha toka jana na mratibu na timu yake ya wawezeshaji ni jambo jema ambalo mwisho wa siku linatujengea uwezo wa sisi kufanya vizuri katika ufundishaji wetu. Tumeelewana eh? Niendelee kuwapongeza, lakini niwaombe tuzitumie siku zote 4 effectively. Sio leo umeonekana ukasema kesho Sabato siwezi kuja, utakosa baadhi ya package, sawa? Ndio ukasema kesho Jumapili mimi sitaweza kabisa. Ile dozi ambayo ameintend kuitoa kwako, maana yake utapata nusu. Na ukipata nusu dozi hivi utapona kweli? Ugonjwa utapoa tu, alafu baadaye utaibuka tena, si ndio? Kwa hiyo waombe pamoja na imani zetu na nini, tumwambie Mungu atusaidie. Sawa? Tumwambie Mungu atusaidie ili tuweze kuikamilisha hii dozi sawa sawa. Kama waratibu wamejipanga kutoa dozi kwa siku 4, basi tuhakikishe hizo dozi tunazipokea kwa siku 4. Inawezekana wao wamejipanga vizuri sana kutoa nondo za uhakika, lakini ninyi wapokeaji ambao mko intended kuzipokea hizi nondo msiwepo. Utakuwa na faida yoyote ya hilo? Hakutakuwa na faida yoyote. Sawa? Kwa hiyo wasisi sana tuatende siku zote 4, lakini mazoezi tuendelee kufanya kwa pamoja na tuendelee kutumia hilo grupu ambalo tumelitengeneza ili kutusaidia. Hatutamani kuona bado tunaendelea kubaki huko chini kwa matokeo ya kitaifa ya darasa la 4 na darasa la 7. Ni aibu. Afadhali zaidi sisi tuko manispaa. Sawa jamani? Najua manispaa kuachwa hata na mtu wa Singida DC sio jambo jema. Kuachwa hata na mtu wa Ikungi sio jambo. Sasa tuko kwenye mazingira bora zaidi kuliko wao. Sawa? Kwa mratibu saa hizi tuna shule 59. Wakati budget inaandaliwa tulikuwa na shule 55. Sawa? Zikaongezeka hizo 4 mpya hizo zilizosajiliwa. Hizo za Mwachichi, Mkuhi, Mwagumpi na Makiunji. Hizo zimeshasajiliwa zote. Sasa hivi nazo zinasimama zenyewe. Kwa hiyo nikuombe uangalie namna ya kuzinclude na hizo ili tusiwaache. Tuone namna ya kujibana. Sawa? Ili hizi zote 59 zipate hii dozi. Sawa? Na hao wote wana watoto wa darasa la 3. Wana watoto wa darasa la 3. Tukiwaweka pembeni sisi tukapata hii knowledge alafu wao wakakosa, wao wanaweza wakawa ni sehemu ya kutuvuta mashati. Sawa jamani? Lakini otherwise niendelee kuwatakia mafunzo mema. Tusichoke, tuwe makini kujifunza. Wakati mwingine ukiona mwenzako anasinzia kidogo unamstua kidogo, lakini najua kwa umahiri wa wawezeshaji wetu hatuwezi kusinzia. Jana tumeona darasa lilikuwa liko hana kazi mbovu dada yetu hapa.